Je, Yanga bye bye? Pengine hivyo unavyoweza ukajiuliza, na jibu kwa kiasi kikubwa, kwa asilimia nyingi unaweza ukajibu kwamba ndio, Yanga wana asilimia kubwa kwamba tayari wameshaaga katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika katika hatua ya makundi, baada ya leo hii kupata kipigo cha bao 1-0 kutoka kwa FAR Rabat. Matokeo yake Yanga sasa wanajikuta wako katika nafasi ya 3 kwenye msimamo wa kundi lao, na hiyo ni baada ya JS Kabylie kutoa suluhu dhidi ya Al Ahly, huku Yanga ikiwa na pointi 5 katika nafasi hiyo ya 3, ilhali FAR Rabat ushindi wao wa bao 1-0 lililofungwa katika dakika 85 na mlinzi wao Anas Bash kiifanya FAR Rabat wafikishe pointi 8, lakini Al Ahly waliotoa suluhu dhidi ya JS Kabylie hivi sasa wana pointi 9. Kwa lugha nyingine ni kwamba katika mechi za mwisho za raundi ya 6 Yanga wana mlima mrefu sana wa kuweza kumaliza miongoni mwa timu mbili za juu, kwa sababu sio tu kwamba watatakiwa kupata ushindi mnono dhidi ya JS Kabylie katika mechi itakayochezwa New Amani Complex visiwani Zanzibar, bali pia itakuwa ikiomba vya kutosha kuona kwamba katika mechi itakayochezwa Misri kati ya Al Ahly dhidi ya FAR Rabat wafungwe na wala pasitokee sare. Iko hivi, kwenye kundi hilo ukiangalia kwenye msimamo hapo wa kundi B, Al Ahly wana pointi 9. Wao ni kana kwamba tayari wameshafuzu kwa hatua ya robo fainali na wala hawana cha kupoteza kufikia katika mchezo wa mwisho. Ni kwa sababu pointi 9 walizo nazo, timu pekee inaweza kuzifikia na kuzivuka ikibidi ni FAR Rabat. Lakini Yanga wakishinda mchezo wa mwisho, hata washinde idadi kubwa ya mabao, watafikisha pointi 8, hawatafikisha pointi 9. JS Kabylie iliyopo mkiani baada ya suluhu ya leo dhidi ya Al Ahly imefikisha pointi 3. Kwa lugha nyingine, mechi dhidi ya Yanga hata kama ikishinda kwa idadi kubwa ya mabao, bado idadi ya pointi zao zitakuwa pointi 6, hazifikii pointi 9. Kwa hiyo FAR Rabat wanakwenda kucheza kule nchini Misri dhidi ya Al Ahly, kiwa wanakutana na mpinzani ambaye tayari ameshafuzu kwa hatua ya robo fainali. Kitakachobaki labda Al Ahly wacheze ili kuwakomoa FAR Rabat kwa kile walichowafanyia katika mchezo uliofanyika kule nchini Morocco, ambapo mashabiki wa FAR Rabat walifanya vurugu kubwa kwa Al Ahly katika mchezo ambao uliisha kwa sare ya 1-1. Ni mchezo ambao FAR Rabat waliwarushia vitu vyenye ncha kali uwanjani Al Ahly. FAR Rabat waliwarushia machupa wachezaji wa Al Ahly wakiwa uwanjani. FAR Rabat mashabiki wao walikuwa wakirusha mipira miwili, jambo ambalo mwisho wa siku likawafanya wakumbane na adhabu kutoka CAF ya faini ya fedha, lakini pia kuamriwa kucheza mechi 2 bila mashabiki. Katika mechi hizo 2, moja dhidi ya JS Kabylie walishinda 1-0, na nyingine ndio leo hii iliyomalizika muda sio mrefu, wameshinda dhidi ya Yanga bao 1-0. Matokeo yake kisasi labda cha Al Ahly waamue kwamba wawakomoe, wawafunge, lakini vinginevyo Al Ahly tayari wameshafuzu. Lakini jambo lingine labda Al Ahly kutaka wajihakikishie kumaliza kileleni mwa msimamo, kwa sababu wanajua wakifungwa watakuwa wa pili. Kumaliza katika nafasi ya pili maana yake kwenye hatua ya robo fainali utacheza dhidi ya timu iliyoongoza kwenye makundi mengine, lakini pili, mechi zako utaanzia nyumbani, utamalizia ugenini. Sasa ili wajihakikishie wao kumaliza katika nafasi ya kwanza, iwe sababu basi ya kutaka kuwafunga FAR Rabat, lakini pia walau kuambulia sare. Sasa bahati mbaya sana kwa Yanga na kwa Watanzania ni kwamba sare yoyote katika mchezo huo itamaanisha Al Ahly wanafikisha pointi 10 na kuongoza kundi, lakini FAR Rabat watatimiza pointi 9 ambazo hazitaweza kufikiwa na Yanga hata kama watashinda mchezo wao dhidi ya JS Kabylie. Ndipo hapo harufu ya kuaga kwenye michuano hii inaponukia. Lakini la pili ni kutokana na ukweli kwamba hata kama kwa mfano FAR Rabat wanafungwa kupigwa kwa idadi yoyote, lakini kubwa kama wanafungwa kwa tofauti ya bao 1, manake hapo walau itapunguza mzigo kwa Yanga, kwa sababu wakifungwa kwa tofauti yoyote ya bao 1, Yanga watalazimika wapate ushindi wa tofauti walau mabao 3 ili waizidi tofauti ya mabao, goal difference, FAR Rabat. Ni kwa sababu baada ya mchezo wa leo hii FAR Rabat wamefikisha mabao 3 ya kufunga, licha ya pointi 8 walizofikisha, wamefunga mabao 3, wameruhusu mabao 2. Kwa hiyo goal difference ambao ni kigezo cha pili, kama pointi zenu zitakuwa zimelingana, kama head to head haimtoi mshindi. Yanga na FAR Rabat head to head haimtoi mshindi, kwa sababu Yanga walishinda 1-0 New Amani Complex visiwani Zanzibar, na leo hii
FAR Rabat wameshinda 1-0 dhidi ya Yanga. Kwa hiyo kigezo cha pili kitakuwa ni goal difference. Sasa FAR Rabat kwa goal difference leo hii tunapozungumza wana chanya moja. Yanga kuruhusu bao 1-0 leo hii dhidi ya FAR Rabat, maana yake Yanga wana mabao 2, wameruhusu mabao 4, wana hasi 2. Ili kuondoa hii hasi 2, kwanza Yanga wakishashinda 2-0 wanakuwa na 0. Wakishinda 3-0 ndipo goal difference itakuja kuwa 1 ambayo itakuwa ni sawa, yani 1 chanya wakishinda 3-0 dhidi ya JS Kabylie, na alafu wakati huo FAR Rabat wafungwe 1-0. Wakifungwa 1-0 maana yake sasa Yanga watakuwa na chanya 1, alafu FAR Rabat goal difference wawe na 0, maana yake watakuwa na mabao 3, wameruhusu 3. Kwa hiyo Yanga wa Tanzania wote kwa ujumla wanaitakia mema Yanga na matokeo mazuri kwa wawakilishi wa nchi katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, hasa baada ya Simba leo hii kutoa sare na Petro Atletico na hivyo kujihakikishia nafasi ya mkiani. Ni kwamba kuna dua mbili. Kwanza, FAR Rabat wafungwe, hilo ni la msingi, na kufungwa kwao itakuwa vizuri zaidi wakifungwa kwa tofauti ya mabao mengi. Lakini la pili, Yanga ishinde dhidi ya JS Kabylie, na kwa uhakika zaidi sio tu ishinde kwa tofauti ya mabao mengi, labda 3-0, 4-0 na kuendelea. Hilo la Yanga kushinda nyingi pengine litawezekana kwa sababu Yanga wana uzoefu wa matukio kama hayo. Walishawahi kuwafunga CR Belouizdad kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika msimu wa 2023-24. Kwenye kundi lao walifungwa 3-0 na CR Belouizdad kule Algeria. Walipokuja kwa Mkapa, Yanga walitakiwa walau washinde 4-0, wakashinda 4-0, wakenda hatua ya robo finali. Sasa safari hii ugumu ulipo ni kwamba hatima yao haiko tu mikononi mwao. Ni kwa sababu wao watatakiwa washinde mabao mengi, labda 3-0 kwenda juu kama tulivyotoka kueleza, au 4-0 au 5-0 na kadhalika. Lakini wakati wakifanya hivyo wawe wanaombea Al Ahly wawatibulie FAR Rabat kwa kuwafunga, kwa sababu wakitoa sare tu Yanga nje, na wakitoa sare maana yake Al Ahly wana uhakika wa kwenda kama vinara, FAR Rabat wanakwenda kama washindi wa pili. Lakini Yanga hata washinde idadi ya mabao mangapi, 20-0, 30-0, 5-0, 6-1, lakini kama FAR Rabat watatoa sare wanakwenda wao, kwa sababu hivi sasa wana pointi 8. Wakitoa sare na Al Ahly wanakuwa na pointi 9 ambazo Yanga hawezi kuzifikia. Ndio mtihani ulipo. Kwa hiyo dua mbili, kwanza Yanga ishinde, pili FAR Rabat wafungwe. Lakini ushindi huo wa Yanga uwe mabao mengi, au kama ni kufungwa FAR Rabat wafungwe kwa mabao mengi na Al Ahly ambayo itakuwa inacheza huku tayari imeshajihakikishia kwenda katika hatua ya robo finali. Hapo ndipo ugumu ulipo, kiasi ya kwamba unaona zaidi ya 50% mtihani ni mzito kwa Yanga, kwamba uwezekano wa kufuzu kwa hatua ya robo finali upo, lakini ni mdogo mno kutokana na mazingira ya msimamo kwenye kundi lao. Lakini vinginevyo leo hii kwa kile kilichotokea ni kwamba Yanga kwa kiasi kikubwa leo hii walicheza tofauti kabisa na ilivyotarajiwa. Yanga katika muda mwingi wa mchezo wao walikuwa timu ya pili. Yanga kama kuna mechi ambazo hawapaswi kuzisahau, kuzikumbuka sana, ni pamoja na leo hii dhidi ya FAR Rabat, kwamba wasirudie tena kucheza namna hii, kwa sababu walizidiwa katika maeneo mengi. Kwenye umiliki wa mpira kwa mfano, ndani ya dakika 90 wenyeji walimiliki zaidi mpira kwa takriban 72% dhidi ya Yanga 28% baada ya mechi kukamilika. Lakini umiliki wa mpira sio kitu, kwa sababu ni mpango kazi labda Pedro Gonçalves kuzuia zaidi. Lakini kwenye mashuti ambako ndo kuna ashiria juu ya jitihada za kutaka kufunga, wenyeji walipiga mashuti 19. Kati ya hayo 9 yalikuwa blocked na walinzi wa Yanga, lakini 4 yalilenga shabaha kati ya 10 yaliyoenda. Yanga mechi nzima walichofanya ni kupiga mashuti 5 tu katika mechi nzima. Kati ya hayo 1 yalilenga shabaha, lakini hakukuwa na bao lolote, na hivyo kufungwa 1-0. Na kwenye uanzaji wa kikosi, labda utajiuliza kwa nini Mwalimu Pedro alimkalisha sana Depu kwa muda mrefu. Alikuja kumtoa dakika 67, Dube aliingia alicheza dakika 23 tu, lakini katika yale mashuti 5 alipiga Yanga, uwezi amini ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, Dube alipiga 3 kati ya hayo. Halafu shuti lingine ilipigwa na Mzize aliyeingia pia kuelekea mwishoni mwa mchezo. Kwa hiyo Dube na Mzize walipiga mashuti 4 kati ya 5. Mpaka wakati Dube anaingia, Yanga ilikuwa imepiga shuti 1 tu katika mechi nzima, shuti lilopigwa na Ibra Baka.
Depu dakika mpaka 67 hakuwa amepiga shuti lolote la nje wala kulenga shabaha, kiasi ya kwamba unaona kwa namna Yanga alivyokuwa akicheza wakizuia zaidi, pengine alihitajika zaidi Dube. Lakini mipango ya Pedro Gonçalves naye labda atakuwa na cha kujifunza katika matokeo ya leo hii, kwa sababu baadhi ya maamuzi yake unaweza kusema yaligharimu Yanga, na hasa substitutions juu ya Depu na Dube. Dube alionekana kuwa na amshamsha nyingi, ikiwa ni pamoja na kupiga mpira uliogonga nguzo katika zile jitihada za kutaka kufunga. Lakini vinginevyo wenyeji walistahili iki walichokipata kutokana namna walivyocheza, huku wakipoteza nafasi kadhaa za wazi. Yanga pia nafasi walizopoteza ni pamoja na zile za Dube katika yale mashuti aliyopiga. Kuna uliogonga nguzo, lakini ulipomrudia alikuwa na uwezo kutoa pasi kwa Pacome, akataka afunge mwenyewe, kipa kadaka, na katika dakika 90 alipata mpira ambao angetulia alikuwa na uweka wavuni akaupaisha. Ni nafasi ambazo Yanga pengine ongeweza kusawazisha, lakini mwisho wa siku Yanga namna walivyocheza leo hii walikuwa wanashambuliwa mfululizo. Pengine wangecheza mchezo wao ule ambao uliwafanya wao dominate sana FAR Rabat kwenye uwanja wa New Amani Complex, labda wangeambulia chochote, lakini mwisho wa siku ndio mpira wa miguu. Yanga wanapaswa kufanya ziada katika mechi ya mwisho ili washinde kwa ushindi mnono, lakini wakati huo kufanya ziada sio Yanga tupu sasa, na Watanzania wenye uzalendo kuomba dua, sala na maombi kwamba Al Ahly waje wawafunge FAR Rabat, vinginevyo itakuwa ndio mwisho wa safari ya Yanga, kwa sababu haitafuzu kwa hatua ya robo finali, na hivyo kuungana na watani zao jadi Simba ambao nao safari yao imeishia leo hii, ingawa na mchezo mmoja dhidi ya Stade Malien watakaocheza nchini. Je, itakuwa vipi hii nafasi nyembamba ya Yanga? Itafanikiwa? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.